Cha kwanza nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu, maana yeye maana mimi bila yeye sio kitu. Na napenda pia kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hapa nilipo sasa hivi, na pia performance yangu pia inachangiwa na wachezaji wenzangu. Tulikuwa tunashirikiana vizuri pamoja na coach, kwa sababu coach kama angekuwa haniamini, performance isingekuwa bora kama sasa hivi. Na umecheza ni dabi yako ya pili, dabi yako ya kwanza ulicheza Ngao ya Jamii, ukaja kucheza dabi ya pili kwa performance bora zaidi. Pengine kwa kile ambacho ulichokionyesha kwenye mchezo wa dabi, washabiki wa Simba Sport Club na wapenzi wa Simba watarajie kukiona hicho zaidi na zaidi. Ndo malengo, kwa sababu mchezaji sio mechi moja. Mechi ziko nyingi na kila mechi inakuwa na ukubwa wake na ugumu wake, lakini kwa binafsi yangu mimi, kila mechi yangu ambayo nitapata nafasi ni mechi ambayo nitaonesha kile ambacho ninacho. Kwa hiyo mashabiki wasio na shaka juu yangu mimi, kikubwa ni kunipa support na kuniamini. Kulikuwa kuna tofauti kati ya Ngao ya Jamii na mchezo wa pili mliocheza visiwani Zanzibar? Hapana, unajua dabi ni dabi. Yaani dabi haijalishi ni katika mkutano katika situation gani. Lakini kisha kwa Simba na Yanga hiyo inakuwa ni mechi. Yaani haijalishi mnacheza katika mechi ya kirafiki, mechi ya Ngao ya Jamii. Yaani automatic mechi hili inakuwa ni mechi ambayo taswira yake inabadilika na mechi yake pia katika uchezaji wake pia unabadilika. Kwa hiyo ni mechi ngumu ambayo kutana Simba na Yanga huwa automatic ni mechi ngumu, sio mechi rahisi hata siku moja. Ile moment ya kufunga goli na likakataliwa, pengine wewe kama wewe ulijisikia hadi kwenye mchezo mkubwa kama ule na Simba Sport Club mko mnataka matokeo kwa hali na mali? Cha kwanza nilijisikia vibaya kwa kuwa ilikuwa ni mechi ambayo tuliingia kwa kutaka alama tatu, na nafasi ambayo nimetengeneza kama ile Afrika pelekea, kwa sababu kwanza goli nilifunga katika mazingira magumu, yani kwa sababu nilipiga kichwa kipa katema, nikaingia katika watu watatu. Kwa hiyo ni risk pia katika kufungaji goli ile, lakini ikawa sio risk yangu lakini nimerudi katika uwanja mazoezi na kuongeza zaidi na zaidi ili tunapokutana tena niweze kuwa bora katika maeneo yote. Kuna pressure kiasi gani Simba Sport Club hasa timu yake inataka matokeo? Pressure ni kubwa sana. Ukiangalia hata mechi ya Dodoma ni mechi ambayo ilikuwa tunaitaka sana. Kwa hiyo na unajua unapocheza mnaitaka kitu afu wakati mnapokosa mnakopoa. Hata ndani pia mnakopoa, amuelewani vizuri, lakini kikubwa tunashirikiana vizuri na wachezaji wenzangu na tunaamini tutapambania nembo ya timu na kuhakikisha inafikia malengo yake. Wachezaji wa kigeni kwenye ligi yetu hususan kwenye hivi rugby viwili, hususan tuwazungumzie Simba Sport Club, kuna kitu wanaongeza kikubwa sana, kwa sababu unajua sisi wazawa kama ingekuwa wao watu wageni hawapo ingekuwa tunabweteka, lakini unajua unapomwona mgeni na anapopambana na wewe pia inaongeza chachu ya kufanya vizuri ili kuja kupata nafasi ili uje kucheza. Sele, tukio gani ambalo hutawahi kulisahau ambalo lishawahi kutokea uwanjani kwa ndani ya mchezo? Tukio ambalo sitaka nilisahau ni mechi ya juzi ya dabi, kwa sababu ndo the first time tunacheza na Yanga. Nimecheza mara 2 na Yanga na ilikopo ndo nimefunga mechi ile, kwa hiyo ni kitu ambacho itakaa ni memory yangu ambayo sitaka nisahau. Pengine malengo yako, kuna malengo ya timu na malengo yako Azue kama wewe mchezaji. Tuanze kwenye malengo yako kwanza, msimu 2025 2026. Cha kwanza malengo yangu nimejekea ni kwa sababu ni striker, nihakikishe nafunga. Ndio malengo ambayo makubwa ambayo nimejekea, lakini bado mechi ziko nyingi na anaongoza na goli 8, mimi na goli 4, kwa hiyo inawezekana. Kwa hiyo kikubwa tu ni kuomba uzima na afya, kila kitu kinawezekana. Ni combination gani ambayo unapenda mchezaji ukae naye pale juu ukiwa ndani ya mchezo hapa Simba? Chama. Kwa nini Chama? Chama ni mtu ambaye mimi nampenda, mimi namuita maestro, ni mtu ambaye anarahisisha. Na kwa jinsi mimi ninavyocheza mimi na kimwangalia Chama anaweza nikafanya kitu kikubwa sana nikiwa naye. Na mwalimu, tutegemee sasa umetangaza vita dhidi ya Max Frika. Vita ni kubwa na hata ukiangalia pia nipende pia kumpongeza striker Namungo. Nani Ngoi wa Ngoi, pia ni striker ambaye ni mpambanaji, na mpaka sasa hivi kuongoza katika goli 8 sio kazi rahisi, ni kazi ngumu, lakini pia nimpongeze, ila pia ajue pia kuna watu ambao wanajipanga ili waje kuchukua namba ambayo yuko nayo pale juu. Kuna wachezaji ambao una ukaribu nao sana kwa virabu vingine, hususan tuzungumzie majirani wenu. Wapo wengi na wanangu sana, wako wengi sana. Kuna mwanangu striker wangu Chamungu yuko Namungo, kuna Chobwedo, kama sana Chobwedo mwanangu sana, huwa haipiti siku bila kuwasiliana. Na upande wa pili Young Africans kuna mwanao pale? Wapo wakina Nondo Mwamnyeto, wakina Baka, Jobu. Huwa ni mabraza ambao sometimes tuna share idea hivyo. Nje ya uwanja mwalimu anapenda sana kufanya nini?
Ni mtu mmoja ambaye sina mambo mengi. Ni mtu mmoja ambaye alhamdulillah, japokuwa sio sana, lakini napenda pia kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa chochote ambacho anajalia na pia kufanya ibada. Alhamdulillah. Mkiwa mnaenda kwenye mchezo, mfano kwenye michezo mikubwa, naona kuna baadhi ya wachezaji wanatia foni, kuna baadhi ya wachezaji wanafanya, kila mtu anafanya kitu ambacho kitamfanya awe kwenye mood. Pengine wewe unafanya kitu gani hasa ukiwa unaenda kwenye mchezo mkubwa? Cha kwanza mimi huwa naliaga sana na Mwenyezi Mungu. Kabla ya kuamkia mchezo mimi huwa sana na usiku huwa naliaga sana Mwenyezi Mungu. Na baada pia kuamkia siku ya mchezo pia naliaga na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hata kama ukiniona siku nimeweka ya foni, ni huwa sometimes labda nasikiliza Qur'an, aidha nasikiliza music, lakini ile sio ile music ambayo ile muziki ambayo sana muziki ya kidunia. Asilimia kubwa nasikiliza sana Qur'ani. Shukrani. Asante sana.